Habari za wakati huu mtazamaji wa NLFA Media, na tumaini hujambo, mimi pia si jambo na ubuheri wa afya. Na siku ya leo tupo hapa kwenye studio zetu za NLFA Media zilizopo jijini Arusha, na tunakwenda kuangazia na kuzungumza, na tutakuwa na mjadala wa moja kwa moja kutoka katika studio zetu hapa jijini Arusha, na tutakuwa na mjadala wa kimichezo ambao tunakwenda kuzungumzia mechi zilizoko mbele yetu. Ni mechi mbili ambazo zitakutanisha timu hizo mbili, na ni timu mbili kongwe kutoka katika nchi yetu ya Tanzania pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki. Na ninapozungumzia timu mbili kubwa, ninaizungumzia timu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, pamoja na watoto wa Jangwani wenyewe wanavyozoea kujiita Young African Sports Club, ambao tunajua hawa ni mahasimu wa muda mrefu katika soka la Tanzania. Na leo studio ni siko peke yangu, nitakuwa na mgeni, na utakuwa na mimi mtangazaji wako Grace Mushi, na mgeni wangu ninakwenda kumkaribisha, atakwenda kujitambulisha yeye anaitwa nani na anatokea wapi. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji wa NLFA Media. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Sam. Tuko hapa kwa ajili ya kuchambua mechi hii dume kabisa. Okay, safi sana. Na mtazamaji, natumaini umepata kumfahamu vizuri mgeni ambaye tutakuwa naye hapa studio, ambaye tutakuwa tukizungumzia masuala haya ya mpira. Na michuano hii itakwenda kufanyika hapo kesho, ambapo Young Africans pamoja na Simba wanakutana. Wanasema kwamba msimu uliopita walitakiwa wakutane, lakini kuna mmoja wao alimtoroka mwenzake. Hilo alizungumziaje? Kwa kweli mpira wa Tanzania huwezi kutenga ukitoa Simba au ukaitoa Yanga. Yaani mojawapo asipokuwepo michuano inakuwa haina mvuto kwa sababu ya unazi ushabiki wa pande zote mbili. Kwa hiyo mwaka jana Simba haikuwepo kwenye haya mashindano kwa sababu wakati mashindano yanafanyika Simba ilikuwa inacheza nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup. Wakati Yanga wanacheza finali ya haya mashindano, Simba walikuwa Afrika Kusini. Kwa hiyo na kulikuwa na utani kwamba Yanga mnaonaje tutume kikosi kingine kije kisaidie mbebe kombe hilo la muungano. Ilikuwa ni ushabiki tu, lakini Simba na Yanga hawa ni mapacha, ni watu wenye mvuto, wote wana uwezo. Mwaka huu tunaenda kuona uhondo mkubwa na mechi itakuwa babu kubwa kabisa. In general, unaizungumziaje hii mechi? Kwamba inakwenda kuwa ni mechi ya aina gani? Ukitazama nusu finali iliyochezwa ya Yanga walikutana pamoja na Azam, na Simba walikutana na Mlandege. Ukiziangalia zile mechi mbili, unazungumziaje finali? Hii finali itakuwa ni finali ya aina gani? Tunajua hizi mechi zinapoelekea kuchezwa kuna kuaga na kelele nyingi sana, lakini msimu huu ama kuelekea kwenye mechi hii hapa sana timu moja ndio imekuwa ikizungumza sana, ni wana Simba wamekuwa ikizungumza sana. Yanga wenyewe wamekaa wametulia, wenyewe wana msemo unaosema ukimwona kobe ameinama ujue anatunga sheria. Wewe unaizungumziaje hii kwamba kumekuwa na upande mmoja, mashabiki wa Simba ndio wamekuwa kizungumza sana kuliko mashabiki wa Young Africans, ambayo tumekwisha kuzoea wote huaga wanajibizana hapa na pale, lakini msimu huu ameachiwa Simba peke yake azungumze, ameachiwa uwanja anazungumza peke yake. Kusema ukweli, mpira wa miguu ni dakika 90. Ndio. Mpira wa miguu haupo kwenye maneno, mpira wa miguu haupo kwenye makaratasi. Wanachokifanya Yanga, mimi kwa upande wangu na waunga mkono. Ndio. Unaponyamaza, unapokuwa unaenda kwenye vita alafu ukawa kimya, maana yake ni kwamba saikolojia yako unaitengeneza vizuri kuliko yule mpinzani ambaye anaenda kwenye vita alafu anaongea. Saa zingine unaweza ukajisahau ukasema paka zile siri zako, ukatoa hadi mbinu. Kwa hiyo mimi mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga na wale ambao wako karibu na timu wanaponyamaza, of course wanatoa ile shamra za mtaani, mashabiki kubishana na kadhalika, lakini kimbinu Yanga wako sahihi.
Tuanze na timu moja baada ya nyingine. Tuanze na Simba Sport Club. Wewe unaizungumziaje? Ukiangalia mechi zake alizozicheza kuanzia hatua ya makundi mpaka robo finali, akaja nusu finali. Ukiangalia Simba, unaiona inakwenda kufanya mapinduzi makubwa ukiachana na msimu uliopita ambao alitoka kwenye hatua ya nusu finali. Na unaionaje? Yani unaionaje Simba kwa ujumla? Je, itakwenda kukabiliana na Yanga ama atakwenda kuachia, ama unaionaje? Hata tu ile ukiachana na kwamba atashinda, ukimwangalia namna anavyocheza mashindano, je, anahitaji ushindi ama unamuonaje Simba? Obviously timu zote mbili zinataka ushindi. Hakuna timu ambayo itaingia kwa ajili ya kuhakikisha timu pinzani inashinda. Timu zote mbili zitaingia uwanjani kwa kutaka ushindi kwa sababu ya nguvu ya mashabiki, nguvu ya uongozi, nguvu ya wawekezaji. Timu zote mbili zina mashabiki, fan base kubwa. Timu zote mbili zina viongozi wenye weledi mkubwa. Timu zote mbili zina wawekezaji wenye pesa nyingi. Umeona? Kwa hiyo timu zote mbili hakuna mnyonge, zote zina nguvu. Lakini sasa tukienda kwenye kuzungumza kuhusu uwezo wa timu moja moja, kimbinu na kitakwimu, mchezaji mmoja mmoja, vikosi vyote viwili. Jambo la kwanza kabisa nitataka kuzungumza kuhusu takwimu. Takwimu za timu zote mbili, statistics. Nikitoka kuzungumza kuhusu statistics za timu zote mbili, nitazungumza kuhusu vikosi vya timu zote mbili. Napenda nianze na hiyo timu ambayo umesema nianze nayo, Simba Sports. Kwa kweli kwa msimu huu kwenye muungano, Simba imeonyesha tofauti kubwa sana kutoka kwenye mashindano yaliyopita ya Mapinduzi. Achana na NBC, maana kwenye NBC tayari wameshaonyesha mabadiliko. Udhaifu waliouonyesha Simba kwenye Mapinduzi, kwenye muungano safari hawana. Ukiangalia mechi yao ya kwanza waliocheza na Mafunzo, Simba, kwenye mechi yao ya Mafunzo, takwimu za Simba kwa kweli ziko vizuri, kwa sababu Simba kwenye mechi hiyo walitumia asilimia 80 ya kikosi cha wachezaji ambao huwa hawaanzi, tunasema regular starters. Kwenye yani kile kikosi ambacho tumekizoea kwamba kinaanza mara kwa mara. Kwenye mechi hii ya Mafunzo, Simba hawakuanza zaidi ya asilimia 80 ya wachezaji wake hawakuanza. Lakini kwenye hiyo mechi Simba walipiga pasi 320. 320. Katika pasi 320, pasi zilizofika ni 300. Kwa 20 tu ndo yani zimefika, yani pasi inaitwa completed pass. 300. Pasi ambazo hazikufika ni 20 tu. Sasa ukiangalia na kikosi walichoingiza, utakuja kugundua kwamba wako serious kwenye hii michuano. Yes, kwenye hii michuano. Hiyo ni mechi ya nini? Ya Mafunzo. Katika hiyo mechi ya Mafunzo, Simba walipiga total shots 10. Yani mashuti 10. Katika mashuti 10, shot on target, nasema mashuti yaliolenga lango, mashuti 7 yalilenga lango. Mashuti 4 tu hayakulenga lango. Katika hiyo mechi ya Mafunzo. Na wakafunga goli hili moja. Kwa unakuja kugundua kwamba ni timu ambayo ina kiu ya ubingwa. Yes, ina kiu ya ubingwa. Simba wako serious. Na walichokuwa wanakifanya Simba ni kocha alikuwa anataka kuwatamanisha wachezaji wote waonyeshe ushindani. Na huyu kocha wa Simba, kama Simba wataishi naye vizuri, mimi naona kwamba Simba inaenda kufanikiwa sana kwa baadaye. Kwa sababu ni kocha ambaye haamini katika majina, anaamini katika uwezo wa mchezaji uwanjani. Yani jinsi unavyoonyesha uwezo kwenye mazoezi ndivyo anavyokupa nafasi. Kocha amemwacha Rushain, amemwacha Ture Ismail, akampa nafasi nani? Hussein. Dakika 90 mechi zote mbili. Ina maana kocha anataka kuona kwamba wewe ambaye nakupa nafasi, kuna mtu yuko nje pia anaweza akacheza. Tena mdogo kabisa. Kwa hiyo kwa takwimu hizi unaona kabisa Simba walikuwa wana nini? Wana shauku kwenye mechi hiyo ya Mafunzo. Tukija kwenye mechi ya Mlandege. Mechi ya Mlandege. Ndio. Simba walitumia wachezaji
Alassane Kante, Yes. kikosi cha kwanza, Rushan Deriak, kikosi cha kwanza, pamoja na Elim Panzu. Mara zingine anaanzia bench Elim Panzu. Sawa hao ndio wachezaji ambao ni wa kikosi cha kwanza. Wengine wote Bajabel mara nyingi haanzi. Sawa Mligo haanzi, Duchu haanzi. Sawa pale katika Kibaila haanzi, Morris Abraham haanzi. Lakini angalia sasa, kwa pressure za mashabiki wa Simba na Yanga, mimi nilitegemea kocha angeanza na kikosi kile regular starter. Lakini kocha jinsi anavyojiamini, kocha anavyowaamini wachezaji wake, hakujali kwamba Mlandege walitoa Singida. Mlandege sio timu ya mchezo. Sio timu ya mchezo kwa sababu Mlandege walitoa Singida tena kwa aibu. Mlandege walipiga mpira mwingi sana mechi ya Singida. Na kila mtu anajua, watazamaji watakuwa mashahidi kwamba Singida ni moja kati ya timu competitive kabisa kwenye ligi yetu ya NBC. Lakini kwa Mlandege walirusha taulo. Walirusha taulo. Hali ilikuwa mbaya. Kocha wa Simba hakujali. Akaanza na wachezaji watatu tu regular starters. Rushan Deriak, Alassane Kante na Mpanzu. Hawa wengine wote mara nyingi wanatokea bench na wengine hawachezi kabisa. Lakini kocha hakujali. Akawapa vijana nafasi. Kilichotokea, mtangazaji, unakumbuka? Ndio, nakumbuka vizuri kabisa. Katika hiyo mechi Simba walipiga total shots. Total shots. Hii mechi ya Mlandege. Mechi ya Mlandege. Simba walipiga mashuti yaliyokamilika. 11. Katika mashuti 11, mashuti 6 yalilenga lango. Mashuti 5 hayakulenga lango. Katika hiyo mechi ya Mlandege, Simba walipiga pasi, jumla ya pasi 455. Shabiki yeyote apinge hii. Simba walipiga pasi nyingi sana. Kuna wakati paka wakaanza kutembea tu. Yaani wanapasi. Nilikuwa namwangalia Neo Maema. Saa zingine anataka kwanza kudanadana mpira. Anawasubiri Mlandege hawaji. Simba kawa wanageuza tu mpira wanavyotaka. Pasi 455. Pasi zilizofika, completed pass. Yaani pasi iliyotoka kwa mtu kwenda kwa mtu imekamilika 430. Pasi ambazo hazikufika ni 25 tu. Sasa kwa aina hii ya ball position, ball possession, unakuja kuungana na mimi kwamba Simba wana kiu. Na kwa jeuri ya huyu kocha, kipindi cha pili Simba iliingiza wachezaji wangapi? I think 3 tu. Aliingia Selemani Mwalimu, Clatous Chama na Anise Ura, senior man. Kilichotokea unajua, ndani ya dakika 25 Mlandege walikuwa wanapumulia mashine. Walitamani iishe. Yaani mpira unaisha, Mlandege walikuwa wanauliza mpira unaisha saa ngapi? Wakati wa mashabiki wa Simba na wale wapenzi wa mpira walikuwa wanauliza kwa nini refa asiongeze muda, maana sasa hii burudani ilishakuwa hatari. Na Simba ni kama walikuwa wamejipata fulani kwa zile dakika ambazo za mwisho kuanzia dakika 25. 80 za mwisho kule alikuwa anatamani. Clatous Chama assist 2, goli moja. Assist 2, magoli mawili. Sawa Clatous Chama amethibitisha kwamba yeye sio mchezaji anayebahatisha. Ni kipaji kutoka kwa Mungu. Ameingia tu, nadhani touch ya pili anamwekea Maema. Ana bahati mbaya sana, mpira ukawa nyuma yake akapiga nje. Touch ya pili inamkuta Selemani Mwalimu, anaweka mpira kwenye kamba. Sawa. Si ndio? Goli la kwanza. Anise Ura. Touch ya 3 ya Chama, touch ya 3. Unanihesabia vizuri mtangazaji? Touch ya 3. Anise Ura, Chama anamwekea tena kwenye box. Anaweka mpira kwenye kamba. Utasema nini? Kabla mpira hujaisha, Anise Ura tena anamwekea Maema. Maema anakuja kupiga goli la mwaka. Ile goli unaweza ukakaa mwaka mzima usilione. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Simba wana nini? Wana nia ya wana kiu kabisa ya kuchukua ubingwa wa Mapinduzi Cup. Hiyo ni kwa upande wa Simba. Tuizungumzie Yanga na yenyewe, kwa sababu pia na wao walikutana na wapinzani wao ambao wanakutana nao mara kwa mara. Tukizungumzia wa matajiri wa jiji Azam.
na wenyewe unawazungumziaje? Yanga bwana, moja kati ya timu zenye maajabu ya mpira kwenye nchi yetu. Yaani nataka nikuhakikishie mtangazaji. Ndio. Timu yenye maajabu ya mpira wa nchi hii. Achana mpira wa kimataifa. Mpira wa kimataifa nazungumzia labda mnacheza CAF Champions League, Confederation Cup ya Afrika. Uko achana nako. Lakini kwenye ligi kuu ya Tanzania na mpira wa Tanzania, yani kwenye ligi hizi sijui FA, sijui Muungano, sijui Mapinduzi, sijui nini, sijui Tusker, sijui yale mashindano ya hapa ndani. Yanga ni the best. Okay. Yani Yanga ni timu ambayo kwenye mpira, kwenye michuano ya hapa ndani inajua wapi wapite washinde mechi. Kwenye mechi ile ya Mwembe Makumbi, Yanga waliushika mchezo na hawakutumia sana wachezaji wao wa kikosi cha kwanza. Waliotumika walikuwa wachache sana. Kwenye hiyo mechi Yanga walipiga pasi 285. Pasi 285. Na pasi zilizofika ni 200. Okay. Completed pass. Yes. Kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, pasi 200. Pasi ambazo hazikukamilika ni 85. Kwenye hiyo mechi. Total shots. Yani mashuti waliopiga Yanga kwenye hiyo mechi ni mashuti 11. Shot on target kwenye hiyo mechi walipiga mashuti 6 yaliyolenga lango. Mashuti 5 tu ndio hayakulenga lango. Okay. Na Yanga walimiliki mpira kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha pili na wakashinda mechi. Kwa hiyo ni timu ambayo ni competitive, ni timu ambayo yani unapoenda kucheza nayo unatakiwa utumie silaha zako zote. Yanga ni moja ya timu bora sana kwa nchi yetu. Okay. Kwenye mechi ya Azam, nani asiyejua ubora wa Azam? Hamna asiyejua. Nani asiyejua ubora wa Azam? Hakuna mtu asiyejua. Hakuna asiyejua. Juzi tu hapa Simba walitolewa jasho na Azam kwenye mechi ya NBC Premier. Pamoja na makosa ya marefa na nini, lakini Simba walishindwa kupata goli kwenye mechi ya Azam. Ndio. Lakini Yanga, ukitaka kujua kwamba hii ni timu ambayo inacheza kwa malengo. Yanga inacheza kwa malengo. Yanga haichezi kufurahisha mashabiki. Ukiwaangalia Yanga msimu huu kuanzia kwenye ligi ya mabingwa, kwenye NBC haifurahishi sana mashabiki. Ndio. Yaani kucheza labda mpira wa kuvutia. Yanga inacheza mpira wa malengo. Weka mpira kwenye kamba twende kati. Weka mpira kwenye kamba twende kati. Sisi tunachukua pointi 3, wewe baki na maneno. Ndio Yanga wanafanya. Kwa hiyo kwenye mechi ya Azam kila mtu alikuwa anajua Yanga anaenda kupotea. Lakini Yanga walijua Azam ni wazuri sana kwenye kuposesi mpira kwa sababu wana viungo wao wazuri kina James Akamiko, umeona? Wana viungo wazuri kama kina Faisal, wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Umeona? Wana washambuliaji wazuri, wana mawinga wazuri kama kina Idinado. Umeona? Yanga walijua kwamba hapa ngumi ya kwanza jichoni itamchanganya huyu bwana. Dakika ya 4 tu Yanga washaingia kwenye kamba. Ya 4 tu wakampoteza. Yanga wameshaingia kwenye kamba. Prince Dube. Nafasi moja, weka mpira kwenye kamba, wakarudi kati. Wakati Azam wanajiandaa wataka wajipange tena warudi mchezoni, Max Nzengeli anaweka chuma cha pili. Mpaka dakika ya 10-15 Yanga anaongoza goli 2. Ina maana hata kama mpinzani atakuwa bora lazima aanze kukuhofia kwamba ninapoenda kushambulia mlango wangu nimeufunga. Mbona kama mabwana wameshaanza kuniwahi? Mbinu zinabadilika. Kwa hiyo badala ya kufikiria tu kwenda kufunga, Azam wakaanza kufikiria pia na kujilinda. Kwa sababu umeshafungwa goli 2. Kwa Yanga walionyesha ukomavu kwenye hii mechi. Na kwenye hii mechi takwimu zinaonyesha kwenye mechi hii ya Azam, mechi ya Azam na Yanga. Azam na Yanga. Yanga walipiga pasi 198. Pasi 198. Katika pasi 198 pasi zilizofika sawa, yani kutoka kwa mchezaji mmoja kwenda mwingine 158. Pasi 40 tu ndo hazikufika. Unakuja kugundua kwamba Yanga walicheza vizuri, lakini pamoja na Azam kuongoza ball position, Azam kweli waliushika mchezo kwa kuchezea mpira, kupiga pasi,
one to one, 1v1, side passes kutoka kushoto kwenda kulia. Azam walicheza vizuri, lakini nini malengo ya mpira? Tuzungumze mtangazaji na msikilizaji. Nini malengo ya mpira? Mpira ni kushinda mechi, kushinda point 3. Na mechi ile ilikuwa ni moja aende finali, mwingine apande boti arudi Dar es Salaam. Hakuna maneno mengi. Kwa Yanga walicheza na alama za nyakati, kwamba hii ni mechi ya kushinda. Sasa mabwana, sisi ngoja tuwaachie mpira. Yanga waliwaachia Azam mpira, wao wakaweka mpira kwenye kamba, wakarudi kati. Udhaifu wa Yanga uko wapi? Udhaifu wa Yanga namba moja uko kwenye concentration. Yanga mara nyingi sana wana lose concentration. Ukiangalia mechi iliyopita ya Azam, kama zingeongezwa dakika kadhaa, Azam walikuwa wanasawazisha mechi. Okay. Kama mechi kama dakika 5 au 6, Azam walikuwa wanasawazisha. Yanga wana tabia ya kulose concentration. Na ubaya wa Yanga kwa sasa hawamiliki mpira. Ndo udhaifu wao. Na kwenye mpira, kadri unavyomwachia mpinzani mpira, ndivyo anavyokushambulia zaidi. Okay. The best way of defending is to possess the football. Yeah. Kama unaweza kulinda, kama unaweza kupossess mpira, utakuwa na uwezo wa kumfanya mpinzani aweweseke. Kwa sababu utaendaje kwenda kufunga goli kama mpira hauko kwenye mguu wako? Hauwezi. Si ni ngumu? Sasa maana yake ni kwamba sasa Yanga kama wanakuachia mpira, wao wanakaa nyuma, what next? Lolote likatokea. Kwa huo ndio udhaifu wa nini? Huo ndio udhaifu wa Yanga. Yes. Okay. Tuendelee hapo kwa Simba. Tushajua udhaifu wao wa kwanza ni goalkeeping. Pale kwenye goalkeeper tuna goalkeeper Jibril bado hajawa yule, ubora wake sio ubora halisi kama ulivyo wa Diarra. Kwa unazungumziaje hapo? Tuanzie kwa goalkeeping, tayari tushajua ndio udhaifu ulipo. Tufuate kwa viungo, washambuliaji na safu nzima. Kwa upande wa Simba, kwanza naamini goalkeeper ataanza Jibril Akasali. Yeah. Kulia atakuwepo Kapombe, kushoto atakuwepo Kibabage, maana jana nimemwona mazoezini. Yeah. Kibabage. Katikati atakuwepo Rushan Deriak, Ismail Olivier Toure. Watakuwepo pale katikati. Kiungo defensive midfielder atakuwepo Yusuf Kagoma. Holding midfielder atakuwepo Alassane Maodo Kante. Winga ya kulia Libase Geye, kushoto Anise Alain Ura. Homa ya jiji hiyo. Katikati kwenye striking force lazima, mimi nahisi, sina uhakika sana. Mimi ningekuwa kocha ningeanza na Mpanzu. Mwalimu of course amekuwa na takwimu nzuri kwenye mechi hizi mbili, lakini kianzia bench. Lakini mechi zote mbili ameanzia bench, lakini amescore. Yeah. Na ni kama mwalimu kama akitokea bench huaga anakujaga na energy ya tofauti. Kwa anatakiwa awe anafanyika kama backup. Tofauti na akianza mwanzoni. Mwanzoni anaanza vizuri, ila energy inaenda kipungua. Yaani Mpanzu anaweza asifunge goli. Lakini Mpanzu anawapa shida mabeki kuliko mwalimu. Yeah. Sawa, Mpanzu anaweza kuondoka na watu 3 4. Mpanzu anaweza kupiga chenga, Mpanzu anaweza kushuti, Mpanzu anatoa pasi. Yeah. Kuliko nani? Kuliko mwalimu. Sasa kwenye yani, na nimekuwa nikimfuatilia kocha wa Simba kwenye mechi kubwa. Mara nyingi sana ana opti kama anamweka benchi Selemani Mwalimu. Mara kadhaa anampa nafasi Ino Loemba. Yeah, Loemba, yeah. Anacheza kama force number 9. Na Ino Loemba yuko fiti. Na jana alikuwa mazoezini na mechi ya mafunzo alicheza. Yes. Na anaonekana yuko aggressive. Yeah. Na Ino Loemba anakupa vitu vingi. Anakupa kukaba, anakupa kukimbia, anakupa kutoa pasi za mwisho. Shooting ability yake iko kubwa. Yeah. Umeona? Kwa hiyo kwenye upande wa namba 9, kocha wa Simba siwezi kumtabiria, lakini mimi ningependekeza angeanza na Mpanzu au Loemba. Aachane kwanza na mwalimu. Mwalimu aanzie nje. Aanzie bench. Alafu inside 10 kwenye shimo pale, Clatous Chama huwezi kumweka bench. Okay. Chama muda wote anakupa miujiza. Okay. Tubaki hapo kwa Chama. Chama ameonekana kuwa bora. Tukimzungumzia Chama wa msimu huu ambao yupo Simba Sport Club, pia ametoka Singida na pia ametoka
Young Africans, unamzungumzaje Chama ukiachana na kabla hajatoka Simba kuelekea Young Africans akaenda Singida? Unaonaje performance yake ya sasa hivi kulinganisha na timu hizi mbili alizotoka? Like Chama amerudisha ubora wake ule alikuwa nao kabla akiwa Simba, ameurenew kwa sababu je, alivyokuwa Yanga na Singida, je alikuwa anawapa ile performance walikuwa na deserve au wao walikuwa wanaitaka? Mtangazaji, unataka kunigombanisha na mashabiki. Unataka kunigombanisha na mashabiki, lakini ukiangalia mimi naweza nikasema Chama ni Simba na Simba ni Chama. Okay. Kwa sababu ukiangalia Chama alivyotumika Simba kabla ya kwenda Yanga na baada ya kwenda Yanga ni mbingu na ardhi. Sawa, tunakubaliana na mimi. Yeah, nakubaliana. Ndio maana nikuuliza, takwimu za Chama kwa nusu msimu tu huu ambao amecheza paka sasa na statistics za Chama akiwa Yanga msimu mzima, yani ni vitu vili tofauti. Chama ulikuwa unamuona kabisa, ukimwangalia Chama alivyokuwa anacheza akiwa Yanga, ukiangalia sura yake, yani mwili uko pale lakini roho haiko pale. Okay. Kidogo alivyoenda Singida, kidogo nikaona kama labda kuna kitu kilikuwa kinamuumiza moyoni kwamba sistahili kucheza Singida, lakini ngoja ni let my foot speak. Let my foot speak. Then kuna mtu ataniona. Kuna mahali natakiwa niende. Ndio maana Chama alijituma akiwa Singida. Simba wakaona kama mbona kama huyu bwana bado ana kitu. Na kwa mapenzi yake Chama, kama nilivyosema Chama ni Simba na Simba ni Chama. Okay. Chama ndiye ambaye amekuja kuifufua Simba. Yeah. Simba ambayo ilikuwa inaelekea korongoni. Licha ya kwamba alivyoondoka kwenda Young Africans walikuwa wanasema kwamba, mtangazaji, utakubaliana na mimi, Chama yule aliyecheza Simba, ile Simba ya maziwa na asali, Simba ya kina Patrick Osems, Simba ya kina Gomez, Simba ya kina Mixon, sawa Yeah. Chama alikuwa akimbii. Nani atakataa? Chama alikuwa Chama mkute Chama anakaba, sijui anakimbizana hapa na hapa. Chama alikuwa akimbii, Chama alikuwa akabi. Leo hii Chama anakimbia kila engo za uwanja. Leo hii Chama anakimbia paka golikipa akianza kuchelewesha mpira wa timu pinzani, Chama anamfuata. Tena amfuati kwa kutembea, anafuata kwa kukimbia. Maana yake ni kwamba anaumia, why my team is in this position. Yes. Kwa Chama anaumia kwamba mimi ndiye natakiwa niibebe hii timu. Na ni aibu mimi timu kutokufanikiwa afu na mimi niko hapa. Okay. Na ndio maana wana Simba wanampenda sana Chama. Umeshanielewa eh? Yeah. Kwa hiyo ubora wa Chama kwa sasa. Chama anaweza kucheza Yanga kikosi cha kwanza, Chama anaweza kucheza Azam kikosi cha kwanza, Chama anaweza akacheza timu yoyote ya nchi hii na Afrika Mashariki na Kati kikosi cha kwanza. Kama kusipowepo na majungu. Majungu kwamba bana huyu usimpange huyu mpange. Yaani kwa uwezo wa mchezaji. Ni mchezaji, hebu niambie tu, ni mchezaji gani mwenye akili kwenye ligi kuu Tanzania bara kama Chama? Pacome Zouzoua, Anicet Ura wanasubiri kwa Chama. Kwenye ile inaitwa the brain player. Mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri na kutoa maamuzi ya haraka. Clatous Chama. Mchezaji mwenye uwezo wa kuassist kwa njia zote. Chama anaweza kuassist paka kwa mgongo. Yeah. Kiu ya Chama alipoikuta Simba ambayo inapambana kurudisha makombe, inaweza kamuamsha kesho kucheza vizuri. Okay. Utakubaliana na mimi Chama kwenye mechi ya juzi ya Mlandege na mechi ile ya mafunzo aliingia kwa hasira, na yeye ndo alikuwa kama funguo. Yani Chama ndo alienda kufungua pale Simba waliposhindwa kufungua. Chama aliingia na funguo. Sasa Simba imekaa misimu mingapi haina kombe? Wachezaji wanalijua hilo. Tunafanyaje? Kwenye ligi kuu, of course nafasi ya Simba kuchukua kombe bado ipo. Lakini sio sawa na nafasi ya kesho. Nafasi ya kesho ni hii hapa, yani piga nikupige. Nafasi ya ligi kuu tunasubiri Yanga ateleze. Kuna kutegeana, ni mmoja ashuke. Umeshaelewa eh? Yeah. Sasa maana yake ni kwamba Chama ataingia kesho akiwa na spirit mpya kwamba hili ni kombe liko pale naliona,
Okay. Si bora kile unachokiona kuliko usichokiona. Yeah. Hasa lile atakuwa analiona liko pale. Kwa hiyo inaweza ikaboost morality yake ya kwenda kucheza vizuri, kuisaidia timu. Okay. Yes. Unaona mchezo wa kesho ukiwa ni mchezo wa mbinu zaidi ama mchezo wa nguvu zaidi? Mchezo wa kesho utatoa kila kitu. Mchezo wa kesho utakuwa na nguvu, utakuwa wa nguvu kwa sababu kuna wachezaji wanaweza kutumia nguvu kama kina Kagoma. Kuna wachezaji wanaweza kutumia nguvu kama kina Damaro. Kuna wachezaji wanaweza kutumia nguvu kama kina Duke Abuya. Kuna wachezaji Baka. Rushain, japokuwa Rushain yatumia sana nguvu, anatumia akili sana. Mchezaji mwingine anayetumia nguvu Alassane Kante. Yes. Kuna muda anatumia nguvu sana. Umeona? Mudathiri anatumia nguvu saa zingine mpaka kupitiliza. Yes. Inakuwa ni madhara kwa timu. Kwa hiyo mchezo wa kesho utatumia pia nguvu, lakini kwenye upande wa mbinu wapo watu wa kutumia mbinu kesho ambao wenyewe hawataki sana zile kashikashi za kuingiza weka mguu niweke mguu. Clatous Chama wa Simba. Yes. Pacome Zouzoua apendi sana mambo ya kuweka mguu weka mguu. Umeshaona? Max Nzengeli apendi sana mambo ya weka mguu weka mguu. Anise Ura, Libase Geye, umeona? Hao ni wachezaji ambao hawapendi kashikashi, wanapenda kutumia nini? Akili. Kwa hiyo mchezo wa kesho utakuwa na nguvu, utakuwa ni wa nguvu na wa mbinu. Okay. Unaiona red card kesho? Red card bwana. Kesho sioni red card. Uoni red card. Marefa wataogopa. Yes. Umezungumzia kwenye swala la referee. Unaonaje kwa sababu hizi mechi ama mechi ambapo wanakutana Simba Sport Club pamoja na Young Africans nimekuwa ni mechi ambazo zinagumzwa sana kuhusiana na mareferee, waamuzi wa kati, waamuzi wa pembeni, kwa sababu kuna wale wanaokataa magoli, kuna madhambi yanayofanyika yale ambao wanahitaji adhabu ya hapo kwa hapo. Lakini mareferee wamekuwa hakifanyi hivyo. Kutuzungumzia hapo kwenye mareferee, kwa sababu anayesemekana atakuwa kama ni mwamuzi wa kati atakuwa ni Nasri Salum. Sioni kadi nyekundu. Uoni kadi nyekundu? Sioni kadi nyekundu kwa sababu kesho timu zote mbili zitaingia kwa maelekezo kwamba tucheze mpira tupate tuondoke na kombe. Kwa hiyo sioni kama kuna mtu ataingia kufanya vurugu. Lakini refa anaweza akasababisha kadi nyekundu. Unakubaliana na mimi? No. Refa anaweza akasababisha kadi nyekundu kwa sababu mechi ya kesho si ya kucheka na kulia. Yaani moja acheke, moja alie. Sasa ukiamua kwa kupendelea, kadri mechi itakavyokuwa inaendelea, wachezaji watakuwa wanatoka mchezoni. Just imagine kwamba tutaendelea kwa hali hiyo. Unaionaje soka letu? Je, litaendelea kukua ama tutabaki tu hapa kwa sababu ya vitu kama hivyo? Kwa sababu marefari ni watu muhimu sana kwenye ligi. Tusema wachezaji waende uwanjani bila refari, hamna mechi. Mtangazaji hapo tuna safari ndefu sana. Tuna safari ndefu sana. Siasa ni nyingi sana kwenye mpira. Okay. Kuliko professionalism. Okay, tumalizie na prediction yako kwenye 100% mechi ya kesho. Nani unampa ngapi, nani unampa ngapi? Pamoja na ugumu wote wa mechi, ubora wa vikosi, statistics ambazo tumeziangalia kwa mechi mbili. Wachezaji, Yanga dhidi ya Mwembe Chai, ni Mwembe nini ile? Mwembe Makumbi. Yanga dhidi ya Azam, Simba dhidi ya Mafunzo, Simba dhidi ya Mlandege. Takwimu za mchezaji mmoja, uwezo wa mchezaji mmoja, mbinu za makocha, uongozi. Mimi bwana, Yanga kesho siipi nafasi ya kushinda. Unampa Simba Sport Club? Nampa Simba kwa sababu ya takwimu, ubora wa mchezaji mmoja, uwezo wa timu kumiliki mpira, sawa mbinu za makocha, mabenchi ya ufundi, na wapa Simba 60% kwa 40. Okay, sawa. Kushinda mechi. Kwa hiyo karata yako imetupa kwekundu. Kweupe? Naitupa Simba. Naitupa Simba. Okay. Lakini haimaanishi kwamba Simba itashinda. Yaani umesema kwenye 100%, 60 umempa Simba. 60 nampa Simba, 40 nampa Yanga.
Na hizo za Simba ni kwamba anashinda direct, hakuna draw, hamna nini? Sioni kwenye mechi kwanza kuna draw, hamna draw. Hamna draw. Ni ushindi wa moja kwa moja. Ushindi wa moja kwa moja. Okay, na ambao unampa Simba. Nampa Simba. Na sioni mechi ikienda hatua za matuta. Za matuta. Sioni. Okay. Mechi inaweza kaisha dakika 90. Sioni. Ila sasa mimi kitu ambacho ninakiheshimu sana. Ambacho hicho ndio nimesema kwamba mimi kuipa yani nimesema statistics za Simba. Nimesema statistics za benchi la ufundi, mchezaji kimbinu, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, mbinu za makocha, uwezo wa kumiliki mpira. Ndio maana nimeipa Simba. Na lipi la nyongeza ama la ziada la kuzungumzia tunapoelekea tamati ya hichi kipindi kuhusiana na dabi hii ya Kariakoo ambayo inachezwa pale Zanzibar? Okay, kwanza nipende kuambia mashabiki kwamba kesho wajiandae, wanywe maji ya kutosha. Mashabiki wa pande zote mbili. Yani ukiingia kama ni kwenye kibanda umiza au utafanikiwa kupata nafasi ya kwenda uwanjani kabisa live, hakikisha unalichupa likubwa la maji ya baridi. Uende ukiwa umeshiba. Uende ukiwa umeshiba, maana chakula cha jioni kinaweza kisilike. Kwa hiyo uende ukiwa umeshiba, lakini pia uwe na lichupa la maji, maana pressure zinapandaga sometimes. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nataka niwahakikishie kwamba hii mechi itakuwa tamu. Sioni mtu akilinda sana, japokuwa Yanga wana asili ya kulinda msimu huu, wanalinda sana mechi, wanalinda sana, wanakaa sana nyuma ya mpira. Lakini naona kwamba mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa na mvuto, mechi itakuwa tamu. Kwa hiyo watu watapata burudani ya kutosha sana kesho, kwa sababu timu zote zina vikosi vizuri. Wana mabenchi ya ufundi mazuri. Wana wawekezaji wenye hela. Kwa hiyo naamini kwamba kama ni hamasa nje ya uwanja, timu zote mbili zimepewa hamasa, yale maahadi, bwana nitakupa bwana, mimi nitatoa bilioni 1, mimi nitatoa milioni 500. Naamini kabisa viongozi ile wamefanya hayo mambo, wawekezaji wa timu zote mbili. Kwa hiyo ninachotaka kuambia mashabiki wa mpira wa nchi yetu na Afrika Mashariki na Kati, wajiandae kupata burudani ya kutosha kesho. Kimbinu, kiuwezo, hamasa na kila kitu. Mashabiki wa Yanga wasiwe nini? Wasiwe wanyonge. Mashabiki wa Yanga wasiwe wanyonge. Viongozi wao wana uwezo mkubwa wa kucheza mechi na wakashinda. Na mashabiki wa Simba wasijiamini sana kwamba wanaenda kushinda moja kwa moja. Hapana. Wasubiri dakika 90. Okay, mtazamaji wa NLFA TV, kufikia hapo tumefikia tamati ya mahojiano haya moja kwa moja kutoka katika studio zetu za NLFA Media hapa jijini Arusha. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Grace Mushi. Endelea kuwa nasi, tunakusii na kukuomba upite kwenye page zetu za NLFA Media pale Instagram kwa jina hilo NLFA Media. Instagram kwa jina hilo, Facebook pia NLFA Media, pamoja na TikTok pia tunapatikana kwa jina hilo NLFA Media. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.